Mtazame jirani yako, mwambie retreat imeanza. Retreat imeanza. Karibuni sana katika ukumbi wa Mpanda Social Hall. Licha ya kupumzika, tunakuja kupata vitu vingine kuhusu ukuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sahau kile ulichokiacha nyumbani, kwa sababu uko mikono salama kwa ajili ya kusikiliza neno la Bwana. Tutakuwa hapa ndani ya siku 4 ambazo ni za faida, kwa sababu tumekuja kukutana na Bwana. Ninawashukuru wale ambao mmefika kwa wakati. Nimetambulishwa tayari. Katibu, kuna mtu mmoja alimsahau mzee Nsiku, mahali ulipo punga mkono watu wakuone. Huyo mzee ni miongoni mwa wajumbe wa kamati tendaji ya ATAPE katika field hii ya Ziwa Tanganyika. Shughuli anayoshughulika nayo ni kutushauri sisi, kwa sababu wahenga walisema uzee ni dawa. Kwa hiyo tuko naye na tukiendeleza kazi hii. Karibuni sana katika ukumbi huu wa Mpanda Social Hall kwa ajili ya mini retreat yetu ya ATAPE kwa upande huu wa kanda ya Ziwa Tanganyika. Tutakuwa na wawezeshaji mbalimbali katika mkutano wetu. Tunao watu ambao watashughulika na afya ya akili, ambaye tuna daktari bingwa ambaye tutakuwa naye katika mkutano wetu. Lakini pia tuna mtu ambaye atashughulika na masuala ya uwekezaji, tutakuwa naye katika eneo hili. Lakini pia tunaye mtaalamu anayehusika na ujasiriamali, tutakuwa naye katika eneo hili. Tutakuwa na mwimbaji mashuhuri maarufu ambaye tunaye katika mkutano huu. Kwa hiyo ni mkutano ambao Bwana amekubali kushusha baraka kupitia kwa watu wake kwa namna mbalimbali. Nitawatambulisha nikianza na mwimbaji wetu maalum kwa ajili ya mkutano huu, Madam Namsifu Elisa. Mahali uliposimama wasalimie watu. Mnasemaje? Ni mtu wa Mungu huyu amefika baada ya kuitika kwamba yote wanamhitaji, naye hakuona shida na amekaribia kwetu. Lakini tuna Mr. Mtatio, huyu ni mtaalamu kwa ajili ya uwekezaji ambaye atatulisha namna gani tunaweza kuwezesha. Naomba wasalimie watu wa Mungu. Watu wa Mungu, Bwana ni mwema. Wakati wote. Tunaenda kujifunza namna ya kuwekeza. Ni mtaalamu na anapatikana katika ule mji wa Sumbawanga pale Rukwa, akihudumu kama mtumishi wa umma kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Tunaye pia Mr. Suleiman Matias. Wangapi tunamkumbuka? Mbarikiwe na Bwana mahali ulipo, sababu wasalimie watu wa Mungu. Huyu ni mtaalamu wa ujasiriamali ambaye ndani ya siku hizi 4 tutakuwa akizungumza pamoja nasi. Na yeye mahali alipo ni muda wote akiitika kwa ajili ya kazi ya Bwana, hana maswali popote anakwenda. Lakini pia ni wakaribisha kipekee pia ninyi nyote ambao wamekaribia katika eneo hili. Watu wengi huwa wanauliza retreat ni nini? Retreat katika maana nyepesi sana ni msingi wake, tunaangalia vitu vingi. Tunaweza tukawa tunaangalia kiuchumi, tunaangalia kiroho, tunaangalia pia kibiashara. Lakini nyakati nyingine pia ukiwa hapa tunakuangalia kijamii, namna unavyohusiana na wengine. Hii ndiyo maana fupi ya retreat. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo licha ya kupata haya utakayoyapata kutoka kwa wawezeshaji wetu, lakini pia tunategemea mengine kuyapata kwako, namna unavyohusiana na jamii. Lakini pia retreat kwa nini zinawekwa mwishoni mwa mwaka? Tunaweka hizi mini retreat mwishoni mwa mwaka ili kutupa nguvu tunapoanza mwaka mpya, tuanze kwa ubora. Bwana Yesu asifiwe. Wala ambao tulikuwa Songwe, niliwahi kuwaambia hivi kwamba katika Biblia tuna mifano takriban 36, lugha ile ya Kiingereza wanasema parables, ambayo Yesu aliitoa. Na alipoitoa Yesu katika vyote alivyokuwa akifundisha, kipo pia kipengele cha fedha ambacho alikifundisha. Na katika kufundisha hii fedha ilituonyesha kwamba fedha pia ni kitu muhimu ambacho tunatakiwa kukifahamu, kwa sababu maisha yetu yanahusiana nacho. Kwa hiyo katika ulimwengu wa leo tunakumbuka kuwa Mungu huwa na kawaida sana ya kuleta vingi kwa mtu anayesimamia. Kwa hiyo tujiandae kupata ujuzi mwingi wa kuhusu namna ya kuitafuta fedha, kuhifadhi fedha, kuheshimu fedha, kuwa na nidhamu nayo, ili tuweze kuwa na vingi Mungu aweze kutupa tuweze kusimamia. Lakini
tutambue hatuna namna ya kukwepa fedha kwa sababu inatuhusu, lakini tunahitaji kuwa na nidhamu ya kuisimamia kwa ajili ya maisha yetu ya kila siku, lakini kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na hivyo ni wakaribisheni wote. Cha kwanza tumekuja kupumzika, cha pili kushirikiana, cha tatu kujifunza, 4 tunabadilisha uzoefu na kuketi pamoja kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya kusema hayo, tunao wachungaji wetu wa mitaa mbalimbali. Mahali mlipo, kwa umoja wenu msimame mtusalimie. Mnasemaje? Barikiwe sana. Ni wachungaji wamekuwa support kubwa katika chama hiki kwa ajili ya kuwaona nyinyi, maana nyinyi ni watu wao. Nimkaribishe kiongozi wetu, mlezi wetu wa chama hiki cha ATAPE kwa jimbo hili la Ziwa